Kwa majina naitwa Yese Omelo Mbwaga, natokea katika shule ya msingi Nuru. Tunashukuru sana shirika la Wakina kwa kutuletea bembea hizi. Zamani tulikuwa tunatembea kwenye miti, lakini sasa hizi wametuletea bembea hizi. Hizi bembea zitatusaidia, hatutakuwa tunaumia, tunavunjika mikono wala miguu, tushindwe kusoma. Kwa majina naitwa Lydia George Komba, natokea katika shule ya msingi Nuru. Nimekuja hapa kuelezea, tunashukuru sana kwa huu mradi. Bembea hizi zitatusaidia kupunguza utoro, zitatusaidia ili tuweze kusoma kwa bidii. Kwa jina naitwa Gabriel Mwenyezi. Kwa sisi darasa la 7 kushiriki katika hii michezo tunajisikia vizuri kwa sababu na sisi pia walimu wametukumbuka. Kwa jina naitwa Bwana George Komba, ni mzazi wa shule ya msingi Nuru. Kama wazazi wa shule ya msingi Nuru, kwa kweli tumefurahishwa sana na hii huduma na huu msaada. Kwa kweli tunashukuru sana shirika la Wakina Foundation kwa msaada wao. Tunawapongeza sana kwa hilo na tunawatia moyo kwamba wasiishie hapa kwetu tu, waendelee vile vile kuangalia na shule zingine hasa pembezoni, zilizoko pembezoni mwa wilaya yetu. Mwalimu Festo John Mpepo ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nuru, na tunashukuru kwa ajili ya Wakina Foundation kutupa msaada wa bembea kwa wanafunzi. Bembea hizi zinaleta mvuto mkubwa sana katika shule. Mwaka 2026 mwezi wa kwanza huu ulipoanza, shule zimefungua, tulishuhudia kuona mtoto akimvuta shati mzazi kuja hapa shuleni kwa ajili ya kuomba aandikishwe katika hii shule. Mpaka tulipofikia mwishoni mwa mwezi wa kwanza, tumepata ongezeko kubwa sana la idadi ya watoto walioandikishwa kwa darasa la kwanza na darasa la awali. Mpaka saizi uandikishaji umevuka zaidi ya 100% kwa darasa la kwanza na awali. Mahudhurio yamekuwa makubwa, watoto wamekuwa wakipenda sana kufika shuleni, na wakati mwingine tumekuwa tukipata wazazi ambao wamekuwa wakifikiria labda hii ni shule ya English medium, wanakuja kuomba watoto wao waandikishwe, lakini tunapowaambia hii ni shule ya msingi ya kawaida, wanashangaa kuona mazingira ya shule jinsi yanavyopendeza. Kwa hiyo kwa kifupi, mradi wa Wakina Foundation tunashukuru sana sana sana. Wametengeneza mazingira mazuri ambayo yamekuwa yakivutia sana watoto kuja kuweza kuandikishwa na kujifunza katika hii shule. Mahudhurio yamekuwa mazuri, watoto wamekuwa watoroki, wanapofika shuleni wanaona kwamba ni sehemu salama sana kwa wao kuweza kufika hapa shuleni. Kwa hili ambalo limetokea hapa, kila mtoto ambaye anaishi katika mji wa Vwao, ukimuuliza unapenda kwenda kuandikishwa shule gani, anaonyesha shule ya Nuru. Kwa hiyo tumepata watoto wengine ambao wanatoka sehemu za mbali sana, wanavuka shule zingine, wanataka kuandikishwa hapa kutokana tu na uzuri wa mazingira. Kwa hiyo anapokuwa katika sehemu ambayo ina mazingira yanayomvutia, kile atakachoambiwa na mwalimu atakitekeleza kwa ufanisi zaidi. Naitwa Isidori Mtala, ratibu wa shirika la Wakina Mama na Watoto. Shirika la Wakina Mama na Watoto ni shirika sio la serikali lenye makao makuu katika kata ya Hezia, wilayani Mbozi. Shirika letu limejikita katika kuunga mkono juhudi za serikali katika maeneo mbalimbali. Tunatoa msaada katika sekta ya afya, elimu, miundombinu na watoto yatima. Leo tuna shughuli ya kukabidhi mradi wa bembea kwa ajili ya watoto kama ambavyo unaonekana hapo nyuma yangu. Mradi wa bembea tumeujenga kwa sababu ya uhitaji wa maeneo ya watoto kucheza. Sayansi na wataalamu mbalimbali wanatuonyesha kwamba michezo nayo ni sehemu kubwa katika ujifunzaji wa mtoto. Na sisi kama shirika ambalo tunashughulika na mambo ya watoto, tuliona ni vema kuwaletea watoto kitu ambacho kitaboresha ujifunzaji wao. Kwa hiyo hii bembea tumeitengeneza kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa shule ya msingi ya Lori, na sio Kalori tu, Nuru na watoto wengine wa majirani, kwa sababu hizi bembea ni msaada ambao hatuhitaji mtu achangie chochote. Kwa hiyo hata watoto wa jirani wanaweza kawa wanakuja kucheza ili kutimiza ile haja ya kisayansi ya kwamba michezo ni muhimu sana
katika afya ya ubongo wa mtoto, lakini pia na ujifunzaji. Sisi kama shirika la wakina mama na watoto tungependa jamii ione umuhimu wa hii miradi ambayo inaletwa ili kutimiza yale malengo ambayo yamekusudiwa. Tungefurahi kuona watoto wengi wanatumia hili eneo, lakini pili hata shule yenyewe kutunza hizi bembea ili ziweze zikadumu kwa muda mrefu kama ambavyo tumekusudia au ambavyo tumekusudia. Mradi huu umegharimu shilingi za Kitanzania milioni 18,954,000, fedha ambazo tumepata kutoka kwa wafadhili wetu, shirika la wakina mama na watoto lililoko katika nchi ya Uswisi. Ndugu zangu, kwanza kabisa siku ya leo ni siku ya furaha sana kwetu sisi viongozi na nyinyi wanafunzi. Kazi ambayo Wakina Foundation umeifanya ni kazi ambayo ilipaswa kufanywa na serikali. Wao kama wadau wa maendeleo kwenye jamii yetu, kulingana na mahusiano mema ambao Mheshimiwa Rais ameyajenga ya kidiplomasia, yanapelekea watu wengi kuvutika, wadau wa maendeleo kuona ipo haja ya kushirikiana na serikali kwenye miradi hii ya kimaendeleo, lakini pia kusaidia kuboresha mazingira ya kujifunza kwa wanafunzi wetu. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kwa niaba ya serikali ya wilaya nikushukuru sana Wakina Foundation kwa mambo mema ambayo umeyafanya kwa wanafunzi wetu, lakini tunafahamu huu sio mwanzo, umekuwa ukifanya na unaendelea kufanya. Mungu akubariki sana. Makofi. Lakini afisa elimu amesema mabembea haya yamejengwa hapa sio kwa sababu ya shule hii ya Nuru peke yake, pamoja na shule za jirani. Kwa hiyo mtatenga utaratibu mzuri ambao utakuwa unatumika ili na shule za jirani na wenyewe pia waweze kutumia mabembea mpaka pale watakapopata mabembea kwao wakati mwingine. Lakini pia wafadhili wetu wamesema wao sio mwanzo wala sio mwisho, wataendelea kufanya kwa maeneo mengine amekuwa wakifanya, na mimi ni shahidi kwa sababu nimekuwa nikishiriki mara kwa mara kwenye mashule ambazo huwa wanazifanya, ikiwemo kugawa vifaa kwa ajili ya wanafunzi, ikiwemo uniform na madaftari. Nimekuwa nikishirikiana nao sana. Kwa hiyo nawashukuru sana, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Diwani, mpongezwa sana, mimi naendelea kukupongeza kwa kazi kubwa ambayo unafanya. Inapelekea mpaka wananchi wa kata hii waendelee kukuamini, kuwatumikia kwa ajili ya kutatua kero zao. Sasa wito wangu kwa walimu, utaratibu mzuri uwekwe hapa kwenye mabembea haya. Kuwe na mwalimu maalum ambaye atakuwa anasimamia, ili ukiwa kuna changamoto tunamuuliza yeye, atunze, asimamie vizuri, aweke utaratibu wa muda gani wanafunzi wanatakiwa watumie mabembea haya ili asije akaharibika, alafu wadau wetu wa maendeleo wakakata tamaa kufanya maeneo mengine. Mabembea ni mazuri, wametumia gharama kubwa, ni fedha za kwao, wangeweza wasifanye. Hakuna sehemu ambapo kuna sheria na mabara lazima wafanye hapo. Kwa hiyo wao wenyewe kwa mapenzi mema waliokuwa nayo kwa nchi yetu, lakini na uzalendo waliokuwa nao, wameamua kuelekeza kwenye eneo hili. Kwa hiyo tuyatunze mabembea haya ili wajenge imani kufanya kwenye maeneo mengine.